Shukrani sana msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24 kwa kuweza tena kuchagua kituo hichi bora cha matangazo, kituo ambacho kinakufikishia habari kwa muda unaofaa kabisa, kwa muda sahihi. Tulikuwa bize kuweza kukusanya taarifa mbalimbali ambazo tutakuja kukuletea msikilizaji kwa ajili ya kuweza kusikiliza nini ambacho kinajiri mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kote ndani ya ulimwengu mzima. Habari zetu hizi zitamulika mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambako imekuwa ni kitovu cha usalama mdogo, na tutajielekeza huko kwenye nyanda za juu. Kwanza kabisa ni kuombe uweze kusubscribe channel yetu, uweze kucomment na kushare, lakini pia uweze kulike ili tujue unatupata ukiwa sehemu gani. Kiongozi mkuu wa wazalendo wa chama cha FAMBB Bwana Delfe Kalembe Ngoma Nzito ametoa ujumbe mkali kwa wale ambao wanaojifanya ni makamanda huko kwenye milima ya tarafa la Fizi, maeneo ya Milimba pamoja na huko Minembwe, ambao wanazua mitafaruko na kuweza kunyanyasa raia eneo hizo. Huyo amesema kuwa ataweza kuwasaka bila shaka kabisa wale wote wanaovuruga amani ndani ya tarafa la Fizi, hususan milima ya huko Milimba ndani ya tarafa la Fizi, wakitumia jina la Biloze Bishambuke. Delfe Kalembe Ngoma Nzito akitoa onyo kali kwa vijana wote wanaozua vurugu huko maeneo ya Milimba alisema vita bado ni vikali, na kwa sasa haiko tena ile hali ya zamani ya kusema kuwa vijana watajiunda makundi kwa ajili ya kuweza kufanya mapinduzi kwa viongozi. Kuna viongozi ambao wanajulikana kiserikali na wao ndio wanaungwa mkono na serikali ya DRC kwa ajili ya kupambana na adui. Alisema hivyo katika lugha yake mama, akiwa na hasira kali pamoja na habari mbaya zinazozunguka kwa jina lake kuwa vijana wa FAMBB wanaendesha vurugu pamoja na kuchangia usalama mdogo ndani ya tarafa la Fizi. Utakumbuka kuwa hali ya sitofahamu inaendelea kushuhudiwa hususan huko maeneo ya Milimba pamoja na eneo la Fizi ambako vijana wa FAMBB wanaojihami kwa silaha wanaodaiwa kuwa wanatembea kinyume na uongozi wa FAMBB wanazua vurugu na hali isiyokuwa ya kawaida. Ameonya akisema kuwa yeyote yule atakayekamatika akiendesha vurugu, basi uongozi utaweza kumshughulikia. Kabla ya kukuletea uchambuzi wa habari za Joseph Kabila, rais wa zamani wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ni moja kati ya habari ambazo zinagonga vichwa kabisa kwenye vyombo vya habari. Hapa tutakuja kukufafanulia kipi ambacho kinajiri. Lakini kwanza tujielekeze hapo Uvira. Kwa mara ya kwanza hospitali ya kuwashughulikia wazalendo ambao wameumia kwenye mashamba ya vita, lakini pia wanaougua magonjwa ya kawaida pamoja na familia zao, imeweza kushimikwa rasmi na kuzinduliwa ndani ya mji wa Uvira, makao makuu kwa muda ya jimbo la Kivu ya Kusini. Sikiliza kwanza ripoti hii ya mwenzetu ambaye alitutumia taarifa hii kwenye Kwetu News 24 na kuweza kufafanua mengi zaidi. Hospitali hiyo imepewa jina Wokovu, sio kwa wapiganaji tu bali na kwa wake zao na watoto. Ikiwa ni mwezi mzima sasa tangu wazo hilo kusukwa, sasa hospitali Wokovu imesimikwa rasmi Paruzozi mjini Uvira. Hospitali hiyo ilianzishwa naye Jenerali Akwela Ibongo Bendera, mmoja kati ya makamanda wa kizalendo. Akizungumza na vyombo vya habari hapa, anaeleza sababu za kuunda hospitali hiyo. Ndiyo, nimejisikia kufungua kituo cha afya kufatana naona wazalendo ni watoto wanajitolea sana kwa nchi yao. Wazalendo wanajitolea sana, wanatia maisha yao hatarini, lakini wenyewe wanahangaikia, hakuna kuwasumbukia. Wanajitia mbele ya risasi, wanalala vibaya, wanakula vibaya. Lakini wakati nilifika kwenye hospitali general, nilikuta wazalendo ndani ya hospitali ni kama vile wa maibobo, wanatunzwa kama vile nyama. Mzalendo anakosa sabuni, mzalendo analala njaa, mzalendo anaumia. Angaliki wakati hajaumia unajitapa ni na wapambanaji, wakati anaumia inakuwa ni gharama ya jamaa yake, tunawatupilia hovyo. Ndio pale nilijisikia hapana, kama nitakuwa na $5, $10, mimi nafungua kituo cha afya juu ya matunzo ya wazalendo. Na wale wazalendo sio mzalendo peke yake, iwe mzalendo, mke wake, watoto wake, mimi nabeba gharama ya kila mzalendo wa matunzo yao. Mzalendo wowote ule, awe wanani, niko tayari nabeba mzigo wake. Hata ngambo ya ndugu zetu wa FARDC, leo tunajikamata kama FARDC ni adui yetu. Hapana, FARDC sio adui wetu.
FARDC anavala nguo ya kijeshi na mimi navaa nguo ya kijeshi, yani sisi wote ni wamoja. Mgonjwa wote ule awe mzalendo au FARDC karibu kwenye kituo cha afya atapata matunzo ya bure. Tumetengenezwa na Kinshasa, na Kinshasa inafurahi sana kwa hali ya kusema kama tunabeba mzigo wa kusaidia wazalendo kwa matibabu. Madaktari wawili pamoja na waganga wengine wapo imara hospitalini hapo kwa kuhudumia wagonjwa wao. Daktari Patrick Okito ni mganga mkuu wa hospitali hiyo, anazungumza. Emwa bako natunziwa iko mpya, haiko ya zamani. Emwa deja batu bako natunziwa iko projet. J'espère que dans quelques temps itakuwa kitu mwana kabambi. Bon, tunapokea banakuya na Masasi hii nani ya Fortemel fanikiwa hapa nani Biriba. Bazalendo yetu walikuyaka hapa hivi, tunawatosha Masasi kumigulu, wengine walikuwa banapata Masasi na pita kumnani yote tunatunza. Wengine batoto yao wako nakuya magonjwa malaria, magonjwa mingi tuko natunza, bibi yao wako nakuya tuko natunza magonjwa mingi. Sisi wote tuko bazalendo, tunabitolea juu ya kutunza bandugu yetu wako napigania hizi. Ataenda kwa hospitali generale batamwandikia ordonnance, ataenda hivi kama ordonnance haiko kidonda naanza oza. General Bendere alikuya kwa hospitali generale bialiona alikwazika, kutoka yake njo alituitaita asiye watoto wako natunziwa mubaya. Mwetu fukuru hospitali ya watoto dawa kiyote ordonnance yote munipati yake basi lombo ordonnance madawa yote anauza, anatoka anauza madawa yake. Wazalendo wanaotunzwa hospitalini hapo wanashukuru vya kutosha kwa kufunguliwa kwa hospitali hiyo, kama anavyosema hapa mmoja wao aliyejeruhiwa kwenye mashamba ya vita. Sisi kama wazalendo tulikuwa tunaona kama vile tunatelekezwa hali yote ile, na tulikuwa tulishakuwa DC. Wakati tunaenda uforo kule tunapata matatizo, tunalumia, hatukuwa tunafuata msaada yote ile. Lakini bado sasa tunaona kabisa huyu kamanda General Bendera anatukumbuka kabisa, kwa kuwa na sisi tunaanza tunziwa. Kama mimi hapa nilikuwa na matatizo nilianguka mwambiskad, ngao watu wanakomante virefu, lakini kufatana na matunzo naendelea kupata. Namshukuru sana General Bendera pamoja na huyu Dr. Okito Patrick ambaye anaendelea kunitibu. Baba journaliste, hii sio safari ya kwanza naumia. Fasi ambapo napelekwa na hapa leo kwenye leo nafikishwa, naona hii ni hospitali kabisa. Kwa kuwa naona msiku 3 beki niliterekeza, naanza tembea, najisikia bien, naanza nyanyua mgongo mwenyewe polepole, kujipeleka chooni, kujipeleka bafuni kwenda kuoga. Na vile kabisa naona hii ni hospitali, tena ni hospitali kubwa kabisa. Hapa kwa de sante kwanza nashukuru Mungu ajili nilikuwa niko mgonjwa miaka 15, nilikuwa natapika damu, banipia masasi mnani mbarabara, nilikuwa fanya intervention. Sasa nipiga masaka nipa hospitali, kwa sababu ni gharama kashirikana. Mimi nikashukuru Mungu akanishusha nyota yangu. Yeye Bendera akanikamata, akanijere, kwa kutanisha ile kutapika damu, ishenda naisha. Hospitali hiyo ilianzia Mulongwe katika mtaa wa Munanira na kuhamia Ruzozi Kalundu baada ya kupanuka na kujitokeza kwa wagonjwa wengi. Wazalendo wasio na silaha wahitajika pia kuchangia kwa maendeleo ya hospitali hiyo kwa matibabu ya wapiganaji. Rais wa zamani Joseph Kabila wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo amewekewa vikwazo Alhamisi hii April 30 mwaka 2026 na nchi ya Marekani. Uamuzi huu unasemekana kuwa ulitangazwa na ofisi ya udhibiti wa mali za kigeni OFAC, unatokana na shutuma nzito za uungaji mkono wa vifaa vya kisiasa kwa vuguvugu la waasi la AFC M23 pamoja na jeshi la huko Rwanda pamoja na makundi yenye silaha mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Sio tu M23 wala makundi kutoka huko Rwanda, bali makundi yote yanayomiliki silaha kinyume cha sheria ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zimeshutumiwa pamoja na Joseph Kabila, na ndio maana Joseph Kabila ameweza kupewa vikwazo na nchi ya Marekani. Vikwazo hivyo ni pamoja na kufungia mali zake zote zilizo nje ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na nchi ya Marekani. Nchi ya Marekani inachukua hatua ya kidiplomasia ambayo haijawahi kushuhudiwa nchini humo, ikimlenga moja kwa moja mtu aliyeongoza nchi hiyo kwa miaka 18 akiwa ni Rais Joseph Kabila, huku mivutano ya usalama mashariki mwa Kongo ikiendelea kukaa licha ya makubaliano ya hivi majuzi ya kikanda huko Uswisi ikilenga kumaliza vurugu zinazoshuhudiwa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Shughuli zinazohusishwa na rais huyo wa zamani ni tishio la moja kwa moja kwa utulivu wa kikanda. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24,
Utakumbuka kuwa rais wa zamani Joseph Kabila alikuwa tayari amepewa adhabu ya kifo na mahakama kuu nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, licha ya habari nyingi na uvumi kwenye mitandao ya kijamii kusema kuwa Joseph Kabila ameaga dunia maeneo ya huko Uvira alipokuwa kwenye kikao kikubwa baada ya M23 kuweza kuteka mji wa Uvira, habari ambazo zilikuwa ni za uongo kabisa. Ijumaa hii ya tariki mosi Mei mwaka 2026 amejibu vikwazo vya Marekani, huku akisema kuwa vikwazo vya Marekani havifai kabisa kwake na kwamba vilichelewa kisiasa. Rais huyo wa zamani alisema anajitolea hatua yake kwa kuunganishwa kwa eneo la kitaifa na kuleta utulivu wa eneo hilo, akisisitiza kuwa aliruhusu uhamisho wa madaraka kwa amani na wa ustaarabu nchini DRC, akimkabidhi rais aliye madarakani kwa sasa ambaye ni Felix Antoine Tshisekedi. Hatua hii imesemekana kwa viongozi wengine wa nchi hii kwamba ni hatua ya kujitetea na wala haina manufaa yoyote, na kwamba adhabu hii ambayo imetolewa dhidi ya Kabila ikitokea huko Marekani ni sahihi bila kuwa na kipingamizi chochote. Joseph Kabila anapanga kuwezesha njia za kisheria kudai vipengele vinavyoweza kuthibitishwa vilivyoanzisha jina hili, na hivyo kutetea heshima yake na mchakato wake wa kihistoria kama rais wa zamani wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hatua hii ya Marekani itapunguza namna gani uhasama unaoendelea ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo? Tuandikie kwenye comment. Usisahau kusubscribe, kushare pamoja na kulike habari zetu hizi ili endelee kutupa nguvu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante kwa kuwa pamoja na sisi. Chao chao.